Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Wakati huu tunalitazama taifa la Iran, taifa lenye itikadi na falsafa ya kizalendo na mapambano ya ushindi, taifa ambalo limeonyesha uwezo wa hali ya juu katika mapambano dhidi ya ubeberu. Miongoni mwa falsafa za serikali ya kimapinduzi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni falsafa ya kizalendo na mapambano ya ushindi dhidi ya ubeberu. Wa Iran wamekataa ubeberu katika taifa lao. Hawakutaka namna yoyote wa Marekani na wa Magharibi waendelee kuwanyonya. Wa Iran wanaamini kwamba wana uwezo wa kujiongoza baada ya kuundwa kwa serikali ya mapinduzi. Ikumbukwe wakati wa utawala wa Pahlavi, mifumo ya kiutawala ya Shah ilikuwa na namna ya tawala za kimagharibi. Lakini wa Iran wana falsafa zao za tangu enzi. Mifumo yao ya kiutawala inalingana na mifumo ya kiimani, hasa mfumo wa imani ya Kiislamu katika dhehebu la Kishia. Wa Iran waliamini kwamba mfumo ambao unaweza kuwaongoza na kuweza kuwapatia mafanikio makubwa ambayo hata wakati huu wanayo ni namna watakavyoongoza nchi yao kupitia mifumo ya kidini, lakini pia kwa kuzingatia uzalendo uliotukuka. Baada tu ya serikali ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, mfumo wa utawala ulibadilika kabisa. Ni mfumo ambao ulikuwa na demokrasia ndani yake, ambapo kulikuwa na mfumo wa kuwachagua viongozi, hasa upande wa rais pamoja na wabunge, lakini kutengeneza kiongozi mkuu wa kiimani ambaye wakati wote anatoa miongozo ya kiimani, lakini pia anatoa miongozo katika siasa za nchi hiyo. Mfumo huu kwa namna ya kipekee uliowezesha kufikia hapo walipo. Ni mfumo ambao ulitengeneza mazingira katika taifa hilo kuwatengeneza watu kuwa wazalendo, lakini pia kuwatengeneza watu kuwa wapambanaji, na ndio maana wakati wote wa Iran wana uwezo wa kuanzisha maandamano katika taifa lao kudai haki ambayo haipo katika nchi, lakini wakati huo huo wakiwa katika hali ya uzalendo wa kutetea taifa lao. Mwishoni mwa mwaka wa 2025 wa Iran walitazama hali ya uchumi wa taifa lao, wakaona kwamba pengine serikali ya Rais Masoud Pezeshkian inashindwa kuhakikishia hali ya uchumi unaoimarika. Licha ya kwamba walikuwa na vikwazo, lakini pia walikuwa wakiendesha uchumi wao, lakini ni uchumi ambao uliyumba kwa kiasi kikubwa. Hivyo waliingia barabarani na kuanzisha maandamano ili kuitaka serikali irekebishe uchumi, lakini alikuwa sio maandamano ya kuiangusha serikali. Marekani na watu wa Magharibi, kwa maana nchi za kibeberu, zilishika kwamba pengine huu ni mpango mwingine wa kuweza kuiangusha serikali hii ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ni tishio kwao. Wamarekani waniona Iran ilikuwa ni tishio kwa sababu tu ilikuwa hairuhusu mifumo yake ya uchumi kutawaliwa na Wamarekani, lakini pia wakiona kwamba pengine mfumo huu ambao unaonekana na wa mafanikio makubwa katika taifa hilo la Kiajemi huenda ukasambaa katika nchi nyingine. Na ilikuwa ikiwezekana kwa sababu katika baadhi ya mataifa kama vile Yemen nako tayari kumekuwa na mfumo wa kitawala unaolingana na ule wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hasa baada ya Wahuthi wa Yemen kuiondoa serikali iliyokuwa madarakani na kutawala eneo kubwa ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Sanaa. Na hivyo hofu ya Marekani ni kwamba mfumo wa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ungeenea katika baadhi ya mataifa ulimwenguni, hasa katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati, na kwamba mataifa mengi ambayo bado yana misimamo na falsafa zinazolingana na zile za ubeberu ambayo yanashirikiana na Marekani moja kwa moja huenda yangeweza kushirikiana na Iran. Lakini huko Syria, nchi za kibeberu zilianzisha utaratibu wa kuhakikisha wanaiondoa serikali ya Bashar al-Assad na kuweka utawala wa al-Sharaa ambaye wanaamini ni kiongozi ambaye angeendana na mifumo ambayo wao wanaitaka. Lakini ilikuwa tofauti kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Licha ya kumuua Ayatollah al-Khamenei, ambapo Marekani waliamini pengine sasa wataweza kuitawala Iran, lakini imekuwa tofauti. Falsafa za Waajemi katika uzalendo na mapambano ziliwawezesha kuhakikisha wanailinda serikali yao, lakini pia wanaulinda mfumo wa utawala wao uliopo, ambao kimsingi wachambuzi wa mambo wanasema kwamba si rahisi kuvunja aina ya utawala kama huu. Marekani ilianzisha mashambulizi ndani ya siku 40 bila mafanikio ya kuondoa utawala huu, lakini karejea katika vita vya wiki mbili ndani ya siku 13 mfululizo
bila mafanikio. Na sasa Rais Trump ameamua kusitisha mapigano, asielewe ni nini cha kufanya katika namna ya kuondoa utawala huo. Zaidi amekuja katika mapambano katika kufungua mlango wa bahari wa Hormuz ambao kimsingi wa Iran waliufunga, na walikuwa na maana kubwa kufunga mlango huo kwamba ulimwengu ushinikize Marekani iachane na vita hivi, lakini Marekani iliona pia kwamba hii ilikuwa ni fursa kwao katika kuhakikisha wanaufungua mlango wa bahari wa Hormuz kwa kutumia nguvu kubwa, kwa maana hali ya uchumi ilikuwa inazidi kuyumba kila kukicha baada ya nchi nyingi za Mashariki ya Kati kushindwa kupitisha meli zao katika mlango wa bahari wa Hormuz. Licha ya Marekani kuwa na ngome nyingi za kijeshi katika Mashariki ya Kati zilizoizunguka Iran, lakini uwezekano wa kumaliza uongozi wa Iran ulikuwa ni mgumu. Na hata baadhi ya wachambuzi walisema kwamba ilitengeneza ngome za kijeshi nyingi katika Mashariki ya Kati ambazo zimeizunguka Iran kwa ajili tu ya kuhakikisha wanaishambulia Iran kwa muda mfupi na wanaweza kuangusha utawala na kuitawala vile wanavyotaka wao. Lakini hili limekuwa ni gumu mno kwa sababu ya uzalendo na mapambano ya kutaka ushindi wa Iran, kama ambavyo ilikuwa ikitangazwa mara kadhaa na aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo, kwanza Ayatullah Ruhollah, lakini pia na Ayatullah Al-Khamenei. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.